inua moyo wangu ili mimi nizungumuze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumuze nawe. Tengeneza moyo mpya, weka ndani yangu Yesu, ili mimi nizungumuze nawe. Inua, hey, Rebekandere, moyo wangu Yesu, ili mimi nizungumuze nawe. Moyo wa kawaida umejaa vidonda Mungu, ninatamani nivishe moyo mpya. Moyo wa kawaida una magonjwa mengi sana. Ee Bwana, niumbie moyo safi. Inua Yesu, inua Mwokozi wangu, ili mimi nizungumuze nawe. Inua, inua, hey, moyo wangu, ili mimi nizungumuze. Hey, inua, inua moyo wangu, ili mimi nizungumuze. Hili ndilo ombi langu. Inua Yesu, ili mimi nizungumuze nawe. Daudi akasema, ndani ya moyo wangu kuna vidonda vingi sana, hawezi zungumuza nawe. Kwa kuwaza, kwa kutenda, nimetenda maovu mengi sana. Ninakuomba Yesu, inua moyo. Yesu, inua. Yesu, moyo wangu, ili mimi siwezi bila wewe. Bwana, ili mimi nizungumuze nawe. Vyombo twende, vyombo twende. Solo, solo, solo. Solo. Mwabudu Mungu tena. Solo, mwabudu Mungu tena. Hey. Hey. Saxophone. Mwabudu Mungu. Saxophone, tuabudu na wewe. Hey, hey, hey. Best twende na wewe. Chey. Best tuko na wewe, twende. 1, 2, 3, go. Mute it, mute it, mute it. Mute your guitar. Mute, mute it. Mute, mute. Mute. Mute it kabisa. How we together? 1, 2. Kanisa tuimbe. Inua moyo wangu, ili mimi
Mungu. Si kwa wema tumetenda, ni kwa neema yake Mungu. Hallelujah. Ni wa neema, Yesu ni wa neema kubwa. Aliyetutoa chini katuketisha, na wafalme apewe sifa. Ulipokosa jina wewe akakubadilisha, mpe sifa. Ni wa neema, Ebeneza ni wa neema kubwa. Kama isingalikuwa wewe Baba, walimwengu wangenimaliza. Baba, wewe ukifuta makosa ukumbuki tena. Baba ni wa neema, Simba wa Yuda ananguruma, akinguruma tunapona. Simba wa Yuda ananguruma, akinguruma Simba wa Yuda ananguruma, akinguruma. Shangwe na vigelegele. Simba wa Yuda ananguruma, akinguruma tunapona. Mara nyingine ananguruma, akinguruma. Roll it, roll it, roll it. Let's go. Roll it, roll it. Kila moja twende. Roll it, please, roll it. Kila moja. Kila moja twende. Kuna watu hapa waelewi. Kuna watu waelewi jamani. Are you ready? 1, 2, 3, go. Kuna watu waelewi. Roll it. Roll it. 1, 2, 3, go. Yeah. Wabishangwe na vigelegele. Kila moja. Tell your neighbor, I am recovering everything. My joy. Come on, declare, I am recovering everything. My joy, my health, my wealth. Come on, say I am recovering everything. Vipo nyamaza kidogo, hawa wananicheza. Come on, say I am recovering everything. My joy, my health, my wealth, everything. I will not live the life that Jabez lived. The Bible says he was more honorable, but there was pain inside him. A fake honor. Tunatangaza kwa jina la Yesu. After this day, you shall recover your joy. You shall live original life. If you want to know it was fake, 1 Chronicles 4 verse 9 says, and Jabez was more honorable than his brothers. And the mother called him the name Jabez, saying, I did this because he was born in pain. Now,
number 10, everything changes. The Bible says, and Jabez called unto the name of the Lord of Israel. And Jabez said the truth. Halijua hii heshima ni ya kijinga hii. Hainisaidi. Kama Naaman anatolewa kikofia, akifika kwake anatoa nguo, anakumbuka ukoma ndio huo. Unaweza heshimika kumbe uko na shida wapendwa. Hata tukikupatia kiti cha mbele, ukienda kwako mahali socks kimekufinya nayo ni wewe unajua. Ni socks ama viatu? Ni socks. One of them is correct. Listen. We are going to live a genuine life. Ile Mungu alikusudia tukaweza kuishi. Hebu sikiza maombi ya Yabesi. Anasema, oh God, I pray that you bless me indeed. So it means ile ingine ya hona ilikuwa fake. Anasema nibariki genuinely. Na anasema ukaweze kunipanulia mipaka. Kuna mtu hapa amefinyika. And it is not your portion. Wewe unasema mimi kama uelewi. Nasema hiyo sio sehemu yako. Nipanulie, kumbe jamaa amefinyika na ni mheshimiwa. Have you ever met these people? They talk big things mpaka unawaogopa. Wanaongeanga vitu vikubwa. But fuata ndugu pate mali anakania, ya unaishi wapi? Jina lako halisi nani? Mayaya wako hapa. Leo Bwana kupatie jina iliyo kamili katika jina la Yesu. Jabez said, enlarge my territory. Na Yabez akasema kitu. Nimesikia mchungaji akisema hapa ya maana sana. Ya kwamba mkono wako uwe juu yangu. Wapendwa, saa zingine umeokoka 100% plus, lakini madhambi ya mababu, mashera ya mababu imefanya mkono wa Mungu umekuondokea. We shall recover all. We shall recover all. I said in this conference, we shall recover all. Bwana asifiwe sana. Usijitie moyo na neno la Apostle Paul ya kwamba ninaweza yote kupitia anayenitia nguvu. Listen to me, yote ni yote. Mabaya na mazuri ni yote. I want you today to take a step of faith. Like we showed you yesterday, the 4 lepers. They were weak. Mili yao iko weak. Lakini roho zao ikapata nguvu. Si leo Mungu atie roho yako nguvu. Ninaomba Mungu atie roho yako nguvu. Why? Maana roho ndio mambo yote. Ndio maana mtu hata kama ameisha aje na moyo wake haujakata, bado ni mtu. Wakati moyo wake utakata, ataitwa marehemu. Roho imebeba kila kitu wapendwa. Ninaomba roho yako na ikaishi tena katika jina la Yesu Kristo. Your body may be weak, but I declare, may your spirit live again. Yeah. Salama rohoni, it is well with my soul, it is well. Salama rohoni, ni salama rohoni, sema ni salama. Hey rohoni, hey ni salama rohoni wangu. Sikia wimbo, the declaration, si wimbo wa huzuni venye unafikiria. This is song that you are making, it is well with my soul. No matter what comes my way. Hey! Hii si wimbo wa huzuni, hii ni wimbo wa kutangaza. Are you ready to declare? Muulize jirani, are you ready to declare? It is well. Man of God, Mungu hajatupromise hakutakuwa na magumu, lakini ametupromise atakuwa na sisi.
Hajatuahidi mambo yatakuwa mazuri. But one thing God has promised, I will never leave you. I will be with you. Ili mkaweze kupata neema itakayowasaidia wakati wa mahitaji. It is well. Hallelujah. Lift your hand and declare, it is well with my soul. Just declare. Come on, music. Come on, wake up to your roll. Just live like this. Are you going to declare? It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. Usitoke hapo. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. No matter what comes my way, no matter what I face, it is well with my soul. It is well. No matter what comes on my way, no matter what I see, amehakikisha ni salama na roho yangu. Atanitangulia, atanisaidia. Si kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu zake Mwenyezi. Japo mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Ni salama. Hey! Pole pole hivi. Pole pole. No. Tulia pale. Pole pole hivi tu. Fanya mkono wako hivi. This is a declaration song. Sikia. Shadrach, Meshach na Abednego walipowekwa ndani ya moto, it was well with their souls. It was well. Amekuanika viganjani mwake, hauwezi kufa. It is well. Hey, hey, ni salama. Salama. Ni salama. Hey, ni salama. Hey, oh, ni salama. Ni salama. Ni salama. Ni salama rohoni mwangu. Amen. Take your miracle seat. Mumesahau, hebu simama. Mumeanza kunizoea, si ndio? Hebu simama kwanza. May you take your miracle seat in Jesus' name. Amen. Now you can be seated. Unasema amen and thank you, then you sit. Sawa sawa. Hallelujah. Thank you, great man of God. Mungu akubariki kwa accompany me to this great assignment. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. And please, ladies and gentlemen, Bwana asifiwe sio salamu. Kwa hivyo usifikirie ukisema unanisemea wapendwa. Acha tuelewane. This is not a greeting. Oh. Kusema amina inasema na Bwana asifiwe, asifiwe hivyo, iwe hivyo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amina na hallelujah ni lugha ya mbinguni. Sema amen. Nataka mina yako ipate kilo kidogo. When Pastor Martin was ministering, the Lord took me to another place. Bwana asifiwe sana. And I was seeing watu walio na potential kubwa sana. Watu walio na uwezo mkubwa sana. Lakini haki zao ndio wamenyang'anywa. Bwana asifiwe sana. Listen to me, child of God. The Bible says in the book of Matthew, chapter number 2, verse 1, ya kwamba when Jesus was born in Bethlehem, tazama, for how many wise men? How many wise men? Mamajuzi wangapi? How many? The Magi from the east came to Jerusalem. Wenye hekima, wenye maarifa, the wise men, wakatoka kule mashariki na wakakuja kufanya nini? Kumsujudu. I want to tell you something. It is not every man ambayo ako na uwezo wa kuona nyota yako.
Sio kila mmoja ako na uwezo wa kuona nyota yako, lakini pia haimaanishi kwamba wanadamu hawawezi kuona nyota yako. Hawa watu waligundua huyu amezaliwa ni mtu mkubwa. Watoto wengi walizaliwa hiyo siku, but it is not recorded. Hakuna mali imeandikwa kwamba na Onyango naye alizaliwa, but Yesu ametajwa, maana haikuwa ni nyota ya kawaida. Wanasikia sana. Nyota ya Yesu mtoto mdogo ikasumbua mfalme na watu wake wote. Nyota ya mtoto amezaliwa imesumbua mfalme. Hebu kuja chini kidogo. Twende chini. Bro, hallelujah. Hallelujah. Hey, bado watu wako kwa room. Na wakauliza, yuko wapi aliyezaliwa kuwa mfalme wa Yahudi? Maana tuliona nyota na sisi tumekuja kumwabudu. Endelea chini. When King Herod heard this, he was disturbed. And not all of him, but the whole Jerusalem. Child of God, kuna destiny yako ambayo lazima uiendee. Wakati ulipozaliwa, Mungu hakuwa anaumba kitu hakina maana. God said it is beautiful. Everything that I made is beautiful. Sasa inakuaje tena unakuwa mtu bure? Herode aliona nyota yako, akaiba. Akasumbuka na wakuu wote, the leaders. Bwana asifiwe sana. Na akawaita, akamuru. Amezaliwa wapi mtoto? What's the problem? The problem is not the child. The problem is what the child carries. Shida sio mtoto, shida ni kile mtoto amebeba. Na kuja nikutabirie katika jina la Yesu, your great destiny must be restored in the mighty name of Jesus. Hello. Herode akahangaika pamoja na watu wake wote. Now, let us go back to where we stopped yesterday. Leo nilisema kwamba kuna silaha, jana nilisema kwamba kuna silaha zitakusaidia kuweza kupossess back your possessions. Na tuliona ya kwamba Pastor Martin said here ya kwamba haiwezekani mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwingine mwenye nguvu. Hawa wote ni watu, lakini mmoja hakuna nguvu. Na akachukue vitu zake kama kwanza hajamfunga. Bwana asifiwe sana. Yani hiyo haiwezekani. What kind of a battle are you fighting? You need to understand unapigana na vita gani wapendwa kabla upigane. Don't just rush into warfare. Na sio kila vita utashinda kwa njia moja. Kuna vita inahitaji sifa. When Paul and Silas were in jail, wakagundua hapa sio pa maombi. This is not a place of prayer. Not a place of meditation. It is a place of prayer of praise. P-O-P. Prayer of praise. Walipoanza kuimba sifa, the Bible says, minyororo na milango ya gereza, vitu vikaanza kuharibika. Tumekuja kukupatia silaha itakayo kusaidia kushinda na kupossess back your possessions in the name of Jesus. Kuna vita inashindwa na sifa. Na kuna vita inashindwa na maombi na kufunga. Mwili wako unakusumbua, wezi wana mtu akipita. Wewe unasikianga tu haya, huyu naye aliumba wapi? Hiyo haihitaji sifa. You need to pray and fast. Mmenyamaza. Vita kama hivyo vya tamaa za mwili inashindwa na maombi na kufunga. Hiyo inaweza imba hapa, dada uruke paka juu mpaka roho atembee na utoke pale uanguke na mwanaume tu. Haya. Hiyo ni injili ngumu, hakuna amina hapo. Hiyo haina amina. Kila vita
iko na njia yake ya kupigana nayo. Kuna ile inahitaji kunyamaza. Silence is another weapon. Silence is another, not just a strong weapon. Unaposemwa na watu vibaya, nyamaza. Too much justification brings doubt. Unaelezea nini? Siwasemi watanyamaza. Listen. Ukiwa na nguo nyeupe, sio nani kuna nguo nyeupe hapa? Leo kuna malaika hapa ndani. Oh. My sister here. Njoo nikutumie. Ukiwa na nguo nyeupe na iangukiwe na matope. We are recovering all. Hallelujah. Huyu dada huyu ako na nguo nyeupe sana. Ikiangukiwa na matope hapa na apambane kuipanguza saa hiyo, anachafua nguo zaidi. Shida yako ni kujitetea sana mpaka tunakushuku ulifanya. But akiacha hiyo nguo ikauke, atahitaji tu kufanya hivi. Kuna vita inahitaji kunyamaza. Wakulane kwa nyama zao. What kind of a battle are you fighting? What do you want to recover? There is a way to recover it. Mbona mmenyamaza hivyo? Kuna vita inahitaji kufanya nini? Walisema, mpaka unaambia watu wengine hawakujua. Ndio ni wewe unatangazanga. Majirani wanakuanga hata hawajui. Eti Pastor Martin, ulisikia vinyo ndugu anasema kunihusu bwana. Huyu jamaa amesema juu nimefanya, na Pastor Mika hakuwa anajua, anasema na Pastor Martin atatamani kuelezea vizuri, aeleze mtu mwingine, sio kwa ubaya, anataka tu kuelezeana. Na najua ndiye aelezene vizuri, lazima kachumbi kidogo kaingizwe hapo ndani. Moyo na mtu anaelezea vinyajali ilitokea na kwa. Hiyo gari kaja, ikagonga ile na ameambiwa na yeye. What is he trying to do? Anajaribu kukufanya enjoy the story. I will be silent. Kuna vita nitanyamazia, na kuna vita inahitaji kutoa. Umasikini hauondolewi na riakayanda na rabasaka, brokoto, kata raba na karatasi, chimba shamba la mama Kuria. Uongo. Kuna vita haimalizwi na kata shamba la mama Kuria. Uongo. Utakata shamba la mama Kuria, utabaki maskini. Mama Kuria akiendelea na maisha yake. Umaskini hauondolewi na I possess. Prophesy, go deeper. Uongo. The Bible says give. Wachana na receive, give. Unapokeanga tu wewe, I receive papa. I receive papa. Sio wewe, sio nyinyi. Hao wanafanyanga hivyo wako hapa. Wapendwa, kila vita inapiganwa kivyake. Na kila vita inahitaji nguvu yake yenyewe. Itakuwa ni makosa sana mimi kwenda kuchukua askari wa KWS na kumpeleka kupigana na Al-Shabaab. Ama askari wa traffic. Kama wewe ni traffic nisamee, lakini ni ukweli. You know what? Uwezi fanya chukua askari wa traffic aenda pigane na Al-Shabaab. Traffic anajua sheria za barabara. Sasa shida unafanyanga, umesukuma askari wa traffic kupigana na Al-Shabaab. Mkinyamaza hivyo ninajua inaingia kwa mahede. Sema hallelujah. We want to give you the weapons that will help you to recover all that you need. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa na pesa za kwenda kulipa my house rent. Na ilikuwa haijafika. I was paying around 50,000 and I had 12,000. Then another pastor
Akaja akiwa amefungiwa nyumba na mtoto, na akaniambia, my brother, I want to see you. Then he came. Na mimi ujue tarehe yangu ya nyumba imefika. In fact, tumekutana saa 7 na saa 10 nafaa kuwa nimemalizana na agents. Thank you sir. Amen. Nikasikia Bwana ananiambia kwamba peana. Nikasema shindwe mfululizo. Hiyo sio Bwana, shindwe mfululizo. Shindwe mfululizo. Ninakwambia, ninasikia ninagongwa kwa kichwa hivi, tuko kwa restaurant. Nagongwa kwa kichwa hivi. Peana. Unajua hujaongeleshwa na Mungu vizuri. Mungu hajawahi kukuchukua pesa yako mpaka usikie kama ameiba. Kama sacrifice yako haijaongea, sio sacrifice. Kijana Isaka wa pekee, na Mungu anajua ni wa pekee, anambia now God tested Abraham. After all this God tested Abraham. Baada ya mateso yote, baada ya kuongojea mtoto miaka hiyo yote. Akimmenyamaza, akimtanipiga na mawe. Baada ya haya mateso yote, Mungu akamjaribu Abraham. Akamwambia, take your son, your only son Isaac. Endelea. Whom you love the most. Genesis 20. Hebu tuone hiyo kama mimi nasema vitu zangu ama iko. Unajua labda nasema yangu. Listen. If you want to recover all, you must know the kind of what kile kimekuwa held in custody iko na kilo gapi, na utaichukua namna gani. Bro, kuna mtu kule. Hallelujah. Hallelujah. Vile sijui mahali iko. Now, imeenda. Okay, let's continue. What am I trying to say? Watu wengine hapa wako na destinies kubwa sana, lakini the problem hawajui wataendea namna gani na wanahitaji nani kuendea. Umemwambia in the morning ya kwamba you shall believe in your prophet na mtafanikiwa. Wapendwa, ufanisi haitokana na Mungu direct. Mungu haleti ufanisi. Mungu ameweka ufanisi katika vinywa vya manabii wake. Mungu akujina, by the way, the truth is, tukiomba sahi, God, we need financial breakthrough. And then in fire, burning fire conference, and say, God, money. And then you see money coming from heaven. You will not take that money. Uone pesa zimeanza kuanguka hapa, mtachukua? Let us be realistic, men of God and men of God. Muone pesa zimeanza kumiminika hapa, mtachukua? Wachungaji, wacha niachane na hawa. Labda hawa imani yao iko chini. Sasa nyinyi wachungaji, we pray fire, burning fire, revival, money. Alafu pesa zianze kuja, dollars zinaanguka hapa. Will you take? Kitu ya kwanza utasikia, aya, nini imefanyika? Do you know what we are praying for? Mara nyingi hatuko ready for it. Hiyo ndio sababu Mungu ameweka baraka zake kwa watu. Na kuna baraka ziko na mzazi wako wa biological. Mzazi wako aliyekuzaa ako na baraka zako. Na kuna zile ziko na spiritual parents. You need to recover all. Are you ready? Fanya namna hii. Nikasema ya kwamba jana ya kwamba watoto wanapaswa kupatiwa instruction, but watu wazima wanafaa kudhaminiwa na information. Watoto wanapaswa kufanywa nini? Kupatiwa instruction, lakini watu wazima wanapatiwa information. Because watu wazima wanaweza kureason. When this prophet called Samuel was young, God was always talking to him. But wakati amekomaa, Samuel, 1 Samuel chapter number 16, the Bible says, then God said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing that I have rejected him? Kuwa mfalme. And the Bible says,
to Jesse the Bethlehemite, among his sons, I have already chosen for myself a king. But Samuel aondoki na kuenda. Ukikoma kuelewa mambo ya kiroho vizuri, utajua what is your right. Fanya namna hii. Samueli aanzi safari, anamuuliza wewe God, unanituma kwa Yese na Sauli yako hai. Akisikia hizi habari si ataniua. Na Mungu akasema you are right. Sasa fanya hivi. Enda ujifanye umekwenda kunitolea dhabihu. That is God speaking, not devil. Kumbe kuna vitu Mungu anaweza jifanya anataka na hataki. Hiyo imekupita. Naomba Mungu akupatie roho ya hekima ya hali ya juu, ya kwamba in this conference utajua what I need and the force that I need to go for it. Bwana siye sana. If you see G4S wamekuja na kuna askari wamekuja hapo, administrative police na wako na security, it means kuna kitu imebebwa hapo ndani ya hiyo gari wapendwa. You don't protect an empty car. Adui ameweka vitu zako in custody. When you go back to our theme, Mungu akamwambia kwamba enda recover all. And what happened? And David recovered all. Kile kitu chako hakijauawa, ni vile tu kameibiwa. Na ukielewa hiyo, that is a reason kukimbilia. Bwana si sana. Haujanielewa. Ukielewa kile kitu adui yako nacho haja kiharibu, ni venye amekificha tu, unapata nguvu ya kuiendea. Lakini kama kameuawa, the reason why David was allowed to fight Goliath is not because it was an easy thing. How can you allow a boy kwenda kupigana na Goliath? Jamaa ametoka msituni, but alikuwa na testimony ambayo ilisababisha yeye aruhusiwe. It was the testimony that allowed him to fight. Alisema mimi simba huwa anakuja, anashika kondoo, namfuata, ninakomboa yule kondoo. Wengine wenu mtakimbia kukomboa kondoo ambaye amekufa tayari. Kama hutakimbia, there was no need for David to run after a lion, alafu apigane na lion na kondoo ashakufa. So he had to run so fast. Mwambie jirani unachelewa bwana. Mwambie jirani unachelewa, is the time to recover. Ni kama uongee na jirani, mwambie ni time ya kurecover. This is the time. This is my conference. Siongoje ya next year. I must recover all in the name of Jesus. Now, one of the weapons that kusaidia kurecover tukienda kwa haraka ni silaha inaitwa ukweli, the truth. Kama unaandika unaandika mahali. One of the kile silaha itakusaidia kurecover ni silaha ambayo inaitwa ukweli. Now, listen. It is not knowing the truth that sets a man free. Niangalie kwa macho iliyo kavu, maana najua umesoma, you shall know the truth, they shall set you free. It is not knowing the truth that makes a man free. Watu wengi wanajua ukweli but bado wako under bondage. So there is something more than knowing the truth. Fanya namna hii. Hallelujah. Watu wengi wanajua kuiba ni mbaya, hawaibi. Wanaiba. There is something more than knowing. What is it? It is accepting this is the truth. Kukubali hii ndio ukweli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni kufanya nini? Kukubali hii ni ukweli na kuamua kuchukua the legal step. When David came back to Ziklag, akapata vitu vimeharibika, alisema hii ni ukweli, zimeenda. And he was a man of war. Wapendwa, hata kama uko na nguvu kuna vitu vinakuwezanga. Na ukikubali hii imeniweza, unaanza kupata nafasi ya kutafuta strategies ya kuiweza. Don't accelerate when your car has no more power to go to the next level. Wengine wenu mmekaa kwa mlima na gari haiendi. Listen, a car is meant to be going forward, but there is a reverse gear. What for?
Inamaanisha kuna wakati kunahitajika kurudi nyuma. That is the truth of the matter. Ukipata kondoo wawili dume, inaitwa jeram, wakipigana, one of them at times anakuanga ni kama ataki vita. My brother, come, man of God, kuja. Mmoja wao anajifanyanga amesarenda. Alafu mmoja anarudi nyuma hivi. Listen to me, child of God. Huyu atafikiria huyu amesare. Kumbe huyu hajasare, ameenda kugain momentum. Life inahitajika wakati fulani unakubali imeshindikana, rudi nyuma, pokea momentum. Thank you baba. Wacha kukanyaga mafuta, haitaenda. Wengine wenu mmekwama maana mnajaribu kuaccelerate. Majirani watasema nini? Wataona wewe. Wacha waseme usiku watalala. Na baadaye watasahau. Hao sio Mungu, wakumbuke milele. Ukweli ni silaha kubwa sana. Now listen. Tunafananisha nini na ukweli? Ukweli ni kama mwangaza. Mwangaza haiulizi nafasi giza ndio ikuje. Huwa inajiletanga, giza inaenda peke yake. Usiwahi sema kwamba giza imekuja, giza ikujangi. Inaondolewangwa. Hey. You know the reason why here tunaonana vizuri ni kwa sababu tumeweka mwangaza ikaondoa giza ilikuwa hapa ndani. Ondoa giza maishani mwako. Usiongoje iondoke, ondoa. Sema hallelujah. But the size sitarajia amina nyingi sana because I know what I'm tackling. So don't worry, hallelujah. Si unasikia? So mwangaza iko na uwezo wa kujitengenezea njia. In fact, mwangaza inafurahianga wakati giza iko imeshika vizuri. You see? Bwana asifiwe. Hallelujah. I have a torch here. And you can see this torch of mine. It is not that effective. Inaonekana haina chochote hapa. Haina dhamana, haina maana, haina lolote hili. Halisaidi hili. But I want to tell you the truth. Tukiwa hapa usiku alafu stima ipotee. How will you recover? Kwanza kubali umenyang'anywa. Umenyamaza vizuri. Unakataa hujanyang'anywa na ilienda. Hakuna uchawi, hakuna wewe. Iko. Na hata leo kuna watu watakufa juu ya uchawi, watauawa na uchawi. Mtu mmoja asema amina. Hamsemi amina. It's the truth. How will you recover? Jambo la kwanza, kubali imeenda. Wengine wenu hapa ilienda kitambo, ni kujichocha mnajichocha. Hata kipawa ilienda, hata kila kitu uko empty. But this is our week of recovering all. It is not about the container. It is about the content. You carry a big God in you. You cannot fail. No matter where you live. It does not matter. If you can accept him and I am going for it. Bwana siwe sana. Wangapi wanaiendea hii wiki? Nimekuambia kuna njia ya kuendea. Ipo njia ya kuiendea. Lazima ujipange sawa sawa. So ukweli ni silaha. Na jana nilikuambia kwamba kila silaha inahitaji protection. Every weapon needs protection. You must defend your truth. Do not compromise. Hallelujah. Kila silaha inahitaji protection. Nikakupatia example ya ukienda police post utapata kuna container ya kuweka bunduki. And yet bunduki ni powerful weapon. Kila silaha inahitaji protection. How do you defend your truth? Wacha nikwambie. Giza inaweza katawala usiku wote. But the Bible says, but the sun must surely rise.
lazima jua litatokea. It does not matter for how long umekaa katika uongo. It is a time to stand with the truth of the matter and to say, I know I am not living my life. Jabez akasema ukweli. Na mtoto anakula kama generator. Mtoto mdogo anakula sausage 6. Mtoto hajafika 5 years. Maana ni mtoto wa baba, mtoto wa Abrahamu, Isaka. Wewe naomba Isaka wako akuje mapema. Dawa ya mtoto ni fimbo. Eti unaambia mtoto baba awe na tabia nzuri, gonga. Siku moja bishop mmoja akafanikiwa kutembelea one of his pastors. Na bishop amebarikiwa na macho kubwa kama mimi, yani amebarikiwa macho yake iko nzuri kama yangu hivi kubwa. Sasa alipokaa chini, mtoto wa huyo pastor anakuja namchezea. Anamwambia, babu uko na macho kubwa. Uko na macho kubwa kama gololi. Sasa bishop ametulia, maana hayuko kwake na mtoto sio wake. Hawezi akapiga. Mimi mtoto wako akinichezea nitamgonga, mpendwa msikilizaji. Na nitakustaki, you are not doing your responsibility. Negligence. In fact, let's not get there. Sasa bwana yule mtoto akazidi bwana. Mama katengenezea bishop maini. Sasa yule mtoto kaja, basi anachukua ini moja, yuala yuarudisha kwa sahani tena. Mama anampata anasema, hapana baba, mtu afanye hivi. Baba ya nani? The next thing utastukia piston nyuma yako na ni mtoto wako. Recover all in the name of Jesus. Hallelujah. Listen to me, child of God. Kuna vitu Mungu apeani, like character, it is man made. Na unalipwa kulingana na tabia, sio kipawa. My people perish because of lack of knowledge. Knowledge is imparted in men ili wa transfer to another person. Kama utapatia mtoto wako knowledge, atakutia adabu very soon. Wewe ndio utakuwa yule mwaibishwa kwa boma, kwa mji. Utakuwa unatembea uko na aibu. Kila mahali unapita wachana wako simama na vijana eti wanapendana, hawatoki kwa njia. Aibu itakuwa kwako. Recover all in the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukweli wa mambo ni hii, kuna kitu chako hauko nacho. Na nikakuuliza juzi ulipokuwa ulikuwa unasema, when I grow up I want to be a pilot. Like mimi kuna ile nilisema sitawaambia, when I grow up I want but who are you now? Who are you? Muulize jirani, what are you doing honestly? Brother, hebu muulize brother, Bwana asifiwe. Hebu msalimie kwa nini, msifu Bwana na yeye ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muongee story kidogo. Muulize, by the way, when you grow up what because I can see you are still growing. Now, when you grow up, who do you want to become? Hebu muulize, by the brother, now that you have not become what you wanted to be, now when you grow up, who do you want to become? Because it is like you are still growing up. My brother, my sister, this is the time to recover. Sema hallelujah. Hii ndio wakati wa kufanya nini? Kuchukua. We must enjoy now. I told you there is no marriage in heaven, no butter and bread in heaven. In heaven there is worship. Kule sisi na mama tutakuwa tuko magoti. Sisi ndio tutakuwa tunangoza, nyinyi mtakuwa mna hallelujah worshipers. The Bible says God is seeking for worshipers. Hiyo ni message siku nyingine. Watatupata na mama pale na tutakuwa tunafanana. Hakuna mwanamke, hakuna mwanamume. Sisi zote ni malaika. Bwana sio sana. Kule mbinguni sasa hakuna figure 8, hakuna figure 9, wote sura moja. Mapoya yanafanana. Kazi ni hii. Ni wewe akuabudiwa. Tuna point sasa hiyo. Ni wewe. Maana tutakuwa karibu, hatuta point huko, tutakuwa na point hapa. Mtu mmoja sema, I am recovering all. Number one weapon to recover all, accept the truth. Kubali ukweli. Hallelujah. Hadena amua sasa kuchukua.
hatua. You cannot recover all at your comfort zone. By the way, for information, Mungu anachukia watu wanaopenda kulala. Can I repeat? Mungu anachukia watu wako comfort zone. Nikupatie example. One day, the Bible says, when Jonah was sent to Nineveh, what happened? Ilifika mahali baada ya kufanya kazi sana akapigwa na jua. Mungu akasababisha a certain plant, inaitwa utangu, ukamea juu ya Jonah. What happened? The Bible says, and Jonah began to praise the plant. Alifurahikia ule utangu mpaka akasahau Mungu aliyeumba utangu. Pastors, nyinyi mnaombea watu wapate gari. Do you know kuna watu kupata gari watakuja kanisa yenu? Mnaombea wapate marriages. Kuna wadada wako kanisani juu ya ndoa, na asipopata ataondoka. So afadhali aondoke mapema. Haki mmenyamaza. Will you still worship God under that plant? Will you still fulfill your purpose and God's purpose? That is your purpose and God's purpose. And your purpose itaisha, lakini ya Mungu itakuwa milele. David died, but after serving God's purpose in his generation. Usisahau, hii ni generation yako na utaenda. Very soon utakuwa unaongea maneno haitoki yote. Papa tunakupa utupupu. Maana hakuna F, meno haiko. Tunatupa utupupu na hivi. Let me remind you, wachana na hiyo comfort zone. Pastor James, Baba tunakupa utupupu. Because hakuna F. By the way, F iko juu ya meno yako. Aki mnanichangaza. Amusemi hata mina. Gai, Jesu tedi hadi waku. Mwegoko, mko hapa? Jonah akafurahikia utangu. What happened? Mungu akajam na ule utangu. The Bible says alituma buu usiku. Do you know kuna watu hapa kuja kanisani asubuhi, maana wana watch programs kwa TV kwa nyumba kwanza. Maana hakuwa na TV, siku hizi ako na TV. Na hiyo TV ni 14 inches. Sana yangalia kwa umbali huko. Mungu anasema nikikupatia ile 48 ama ile nyingine ni 60 watt. Utatoka hapa ama utakufia hapo kwa TV. Ayai. Alipoamka asubuhi, umenyauka. Mungu usinyaushe ulichonipatia kukutumikia. If you call me to worship, I will worship in and out of the season. Whether there is provision or not, I am a true worshiper. Recover all. Number 2 weapon is the weapon of faith. Niliguzia jana kidogo. Number 2 weapon ya kurecover is the weapon of faith. Now faith is, can you say it, church? Faith is ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Mambo yanayotarajiwa ni bayana. When you talk about evidence, ni kitu kinaonekana. Kama imani yako inaweza ikakua, basi umefanikiwa tayari. Mtu mmoja sema amina. Imani yako ikakua, you are successful. Na imani yako ikiwa chini, I promised you yesterday, nitakupatia zile ishara inaonyesha kwamba imani yako iko weak ama haiko. Unajua inaweza kuwa haiko, you are a believer. Unajua kubelieve ni rahisi sana. Maana unaona kwamba yenyewe mimi vile niko, hata kama kuna Mungu lakini kuna kitu kilifanyika nikawa. You still believe. Au kujiumba. Hallelujah. That is the reason why we have levels of faith. Kuna common faith, speaking faith, a perfect faith. Bwana asifiwe sana. Kuna kila aina ya imani. That is not for today. Utajua aje wapendwa, watazamaji, wasikilizaji, ya kwamba imani yako haiko ama imekuwa weak. Bwana asifiwe sana. Wakati zile kuta zina protect your faith zimevunjika,
unapata kwamba you become exposed to fear. Utajuaje kwamba imani yako haina nguvu? Utapata automatically unakuwa exposed to fear. Unapata unaogopa mpaka mende, vitu watu waogopangi. Unaogopa situations. Sasa itakuwa aje? Sasa ninaenda town, si nitachelewa, jam imekupatia stress mpaka things are not working for you. Do you know kuna watu wako na stress zingine ndogo ndogo ambayo ifai kuwa? What happens? The walls that protect your faith are broken. Ukiona unaogopa sana wapendwa, and fear does not come from God. And anytime God wanted to use his people, the first thing he deals with is any element of fear in them. Moses is dead. Joshua, now be strong. Mungu atembeangi na wazembe. Ni wazembe ama waoga? Hiyo yote. Mungu apendi watu ambao ni waoga. Ninaomba Mungu akupatie roho ya ujasiri. No matter what it is, pokea roho ya courage in the name of Jesus. I shall fear no evil, for the Lord is with me. It is not once, it has been repeated in the Bible. Fear not, I will be with you. Jamaa anatumwa akiwa kijana, anasema unanituma nikiwa kijana. Jeremiah anasema, listen to me Jeremiah, before I formed you in your mother's womb, I already ordained you. So how will you know that the walls that protect your faith, maana nimesema faith is a weapon that needs also protection. Utajuaje imevunjika? Unapata umeogopa sana. Una fear situations. Unataka kuanzisha biashara, na je ikianguka? Inaanguka kabla uanze. Number 2, because of time. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiogopa, what happens? You begin to doubt everything about you. Do you know kuna mtu alifanyiwa, labda alikuwa heartbroken, venye mnasemanga kwamba I've been heartbroken. Na wewe ukumbuki wangapi ume heartbreak. Unajua hii kitu ni two way traffic, ni do me I do you. Bwana siwe sana. Wewe pia ukumbuki wale ume heartbreak, ndio uombe Mungu akusaidie. My pastor, I've been heartbroken. Mimi ukikuja kwangu nakuuliza, na wewe umevunja wangapi moyo? Umenyamaza. Unaanza kushuku kila moja yako karibu na wewe, mpaka muujiza wako. A time came when there are some stuffs done by some preachers in the nation of Kenya, na ikapatia shetani nafasi ya kutia uoga in the life of people that wanaogopa wahubiri wote. Ukijiintroduce ama pastor, wanaanza kukuangalia kutoka juu mpaka chini. Wanakuuliza, ama wewe ni akina nani? Did you know of that name? Hebu fanya namna hii. Ama mkwangi Kenya nyinyi. Unaanza kuogopa kila mtu kwamba ukiona hii uoge kiingia, hata mahali unafaa kusimama unajiondoa mwenyewe. Wanasema sana. The Bible says you shall be blessed in the country. You shall be blessed in the village. Hakuna mahali mtu hawezi akasucceed. Hakuna wapendwa. But fear ikiwa ndani yako, you come and you see the giants. One day I was called to minister in a certain conference, and you know there were great ministers by the grace of God. Watu wako wamesoma, unasikia I work with the Nairobi University, and I also serve part-time in Chuka University. You know, my first daughter is doing I don't know what less in HZ. Yani ninakwambia vizungu vinaongelewa hapo. Mimi nikajiuliza, sasa mimi Pastor Baraka mwimbaji na producer wa audio, hata sio video. Pastor Baraka mwimbaji, a pastor, alafu sasa najaribu kupanga venye na mimi Mungu akaniuona. Na kuambia kila moja alikuwa nakuja, I'm a doctor, I did my PhD in wara. Na kuambia it is a conference and we have a theme. Nikauliza, sasa hapa kutaendaje? Bwana sio sana. So when time came to minister, nikasimama na nikaamua kuwa very genuine. Nikaomba maombi ya serious. Nikasema, Mungu, wewe na mimi na shetani tunajua sijasoma. Kwa hivyo wewe unajua ninakuaminia kwa kila kitu nitasema hapa. Kwa hivyo nikisema nimesoma, either wewe ama shetani ataniataka. Maana nitakuwa nimedaga. Then people were laughing, but I tell you the truth.
That conference, I was to minister once. Hello? Nilikuwa ni hudumu mara ngapi? But I tell you, I had other 7 sessions za kuhudumu. Mali nilikuwa ninalala ikabadilishwa. Fear ni uoga. Don't fear what I say. Even when they speak big things, hata wewe ongea vitu kubwa. Anasio sana. Also we went somewhere in a big church in Nairobi, you know, people sing integrity, thou thee, you know, wimbo wa thou thee shall, you know the songs, the thou thee songs. Hata Kiswahili kuna ya thou thee kama ujui, tunakuenzi, tunakuenzi. Yani kuna Kiswahili. Tukaenda mahali kwa kesha, sitakwambia ni wapi. My friend, nyimbo ziliimbwa hapo. South Africa, Kizulu, unasikia na teams ni nyingi na wamevaa smart. Tukawa na team. Ndugu moja ambaye mnamjua sitamtaja akamwambia Pastor Baraka, at least wewe unajua Kiingereza kidogo bwana. Wewe imba wimbo mmoja wa Kiingereza. Nikamwambia uongo. Hapa ndipo hatuimbi Kiingereza. Nitakuja kwa hiyo baadaye. How can you recover? Use the weapon that you know how to use. Chana na vitu ujui. Hiyo tutamalizia nayo. Hey! Sema hallelujah. Tutamalizia nayo ile siku nyingine nakuja tena. Amen. May God of heaven akusaidie uwe ijaze imani yako tena. So ma'am, time imefika. Tumeitwa kuminister saa 6:15. Na kuambia tulipofika, unaangaliwa na watu huko na huku. Bwana kama hii kanisa yetu inaenda kwa kubwa mpaka tutakuwa tunatafutana ndani. Hallelujah. Big one. Hallelujah. The vision is big. I have prophesied, sitalia ndio nitabiri. Now listen. Wakati nilipofika tukashika microphone. Nikakumbuka tu wimbo uninyunyi zia maji by Sarah K, mama yetu. Wakati wa ukame, we saw people crying, people wanapona, makamasi inatoka. Nikasema yes, Papa God, go deeper, go deeper. Simama kwa miguu yako tuombe. My time is over. Tutamalizia na kutumia ile silaha unaijua. Wengine wenu mnatumia silaha mjui, mnaibika bure. Siku moja dada moja katoka Ushago akakuja kwa wedding ya Nairobi. Halafu akapata wenzake wamevaa high heels. Na kuambia dada akasema na mimi ndimi. Mimi yeye ndimi ndiye yule ndiye. Komarok sector 1 nakumbuka vizuri sana. Kule kanisa kwa Bishop Nyatuka, there was a wedding there. Dada akawa wakati wa kudance ikafika. Tulishangaa hii ni dude ama ni mtu. Nikana kwamba akivaa flat shoes wedding haitakuwa wedding. My dear sister, you are beautiful with or without makeup. Kama hujui kuweka, achana nayo. And by the way, instead of doing too much makeup, jaribu tabia yako iwe sawa. Tabia yako ikishikana na makeup, you are successful. Makeup pia sio mbaya bwana, usikae umejiweka kama mtu amejelea kitu kimeletwa. Lazima ujipambe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Si eti huku umepaka yellow, huku blue, huku unakaa jini kutoka kule marine. We pray that you shall recover all in this conference in the name of Jesus. And in a conference like this is the conference to give your all. Give your money, give your mind, give your body, give everything.